ajili ya kujifunza kuosha maiti. Kwanza napenda niombe radhi, utusamehe sana kwa kuchelewa kuanza. Sio matarajio yetu, lakini ilitokea dharura kidogo ambayo imepelekea mpaka sasa hatujaanza. Tunaomba msamaha sana, lakini mimi naamini sisi hapa ni waumini wenye kuamini kila jambo Allah ndiye anaipanga, liwe lini na lianze saa ngapi. Huu ndio muda sahihi ambao Allah ametuchagulia jambo letu lianze. Kwa hiyo poleni sana, lakini tuamini kwamba Allah ana makusudi ya kutusogeza mpaka kufika muda huu. Somo hili limeandaliwa na Umoja wa Wanawake wa Al-Hikma Foundation, na lengo kubwa ni sisi kujua namna gani ya kuweza kuwastiri maiti wetu. Kiukweli tumekuwa tukihangaika sana pale anapotufika, tunashindwa sisi wenyewe kuchukua nafasi zetu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, leo tutaweza kujifunza. Kwa wale ambao wanafahamu basi watapata ujuzi zaidi, na sisi tusiojua ndio tutajifunza zaidi leo tuweze kufahamu. Napenda nimkaribishe mgeni wetu, ukhti wetu ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kutupa darasa hili leo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Alhamdulillah wakafa wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wasalimia kwa maamkizi ya Kiislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Wakina mama katika imani, tumekutana katika jambo hili adhim, jambo ambalo halikwepeki, jambo ambalo kila mmoja kati yetu litamfika sema hatujui ni muda gani au ni saa ngapi. Kwa hiyo ni jambo kubwa, na tunaelekezana jambo hili ili tuweze kufanyiana pindi jambo hili linapotufika, kwani jambo linalopendeza maiti ya ndugu yako, ya mama yako, ya baba yako, ya baba yako au ya mtoto wako. Ukiwa ni mwanaume unatakiwa ustiri maiti ya ndugu zako wa kiume, na ukiwa ni mwanamke unatakiwa ustiri maiti ya ndugu zako wa kike. Isiwe tena ikitokea mtu amefariki unaanza kutafuta mtu kutoka mbali. Itokee amefia sehemu ambayo hapana budi, labda wewe haupo au hakuna ndugu wa karibu, tumeelewana. Lakini kama jambo limetokea sehemu ambazo sisi wenyewe tupo, tunatakiwa jambo hilo tulisimamie sisi wenyewe, sio tuanze kutafuta watu wa kutoka mbali. Kutokana na muda, tutaelezea kwa muktasari yale yaliyo muhimu katika swala la kuvisha maiti, na tunaelezea mambo machache katika mambo ambayo ni wajibu katika kuosha maiti, alafu tuingie katika somo letu kwa vitendo. Kwanza tunaelezea hikma ya kumosha maiti. Hikma ya kumosha maiti ni wajibu, ni jambo la lazima maiti anapofariki aoshwe. Anasema li amrihi sallallahu alaihi wasallam, kwa amri yake mtume sala na salam ziwe juu yake.
Kwa hiyo sisi kila tunalolifanya tunaiga kwa kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema kama fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kauli yake, fi muhrimi alladhi waqasathu naqatahu, kwa yule mtu ambaye alidondoshwa na mnyama wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ighsiluhu bimai wa sidr, mosheni kwa maji na mkunazi. Kwa hiyo na pia wa kaulihi sallallahu alaihi wasallam, na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake, fi ibnatihi, kwa binti yake Zainab pindi alipofariki radhiallahu anha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ighsilniha 3 au 5 au 7, mosheni mara 3, mara 5 au mara 7. Kwa hiyo tunaona jambo la kuoshwa ni jambo la amri ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallama ameliamrisha. Maiti pindi anapokufa afanyeje? Aoshwe. Na maiti aoshwe na wakina nani? Anasema mtu ambaye anatakiwa kuosha maiti anatakiwa awe mkweli. Anasema yambaghi in yukhshara taghsilul mauta man huwa athaqahu, anatakiwa awe mkweli. Mwoshaji wa maiti anatakiwa awe mkweli. Adilun, awe mwadilifu. Bi ahkamil ghusli, awe anajua hukumu za kuosha. Kwa hiyo mtu atakayechaguliwa kuosha maiti anatakiwa awe mkweli, ambaye si mtu ambaye ameepukana na maovu, na mtu huyu pia awe mwadilifu, aweze kutunza siri za maiti, na pia mtu huyu awe anajua hukumu za kuosha nini, za kuosha maiti. Kwa hiyo asichaguliwe tu mtu, anatakiwa angaliwe na sifa alizokuwa nazo. Jambo lingine anasema mwoshaji wa maiti awe alwasii, yule ambaye amehusiwa, atangulizwe yule ambaye amehusiwa. Yule aliyefariki alimuhusia mtu ambaye alihusia kuwa mimi nikifa nioshwe na fulani. Kwa hiyo huyu ndo anatakiwa atangulizwe katika swala kufanyaje, la kumuosha. Tunaelewana? Jambo lingine anasema thumma al-aqrab fal-aqrab, kisha anayetakiwa kuosha baada huyu aliyehusiwa ni mtu wa karibu. Anasema kal-abu wal-jaddi wal-ibnu, kama vile babu na mtoto. Kwa hiyo hawa ndio watu ambao wanatakiwa watangulizwe kwanza katika swala kufanyaje, katika swala la kuosha. Anasema idha kana arifina bi ahkamil ghusli, ikiwa kama wanajua hukumu za kuosha maiti. Kama watakuwa hawajui, ndio watachaguliwa watu wengine ambao wanajua yaani wataangaliwa, baba hajui, babu hajui, mtoto hajui, ataangaliwa mjomba, baba mdogo, hivyo itaenda ngazi kwa ngazi. Uwezo kumwacha baba ukaenda kumchagua baba mkubwa au baba mdogo. Kwa hiyo inaangaliwa ngazi kwa ngazi. Unaona? Au kama atakuwa la baba alafu wale wengine watakuwa wasaidizi wake. Jambo lingine mpaka hapa. Haya, tunaingia hapa, anasema kwenye sharti za kuosha. Anasema inashurutishwa maji ya kuoshea maiti yawe masafi. Anasema wa sharutu an yakuna alma alladhi yaghsil bihi almayitu tahuran mubahan. Inashurutishwa maji ya kuoshea maiti yawe tahara na yawe ya halali. Maji yawe masafi na maji hayo ya kuoshea maiti yawe ya halali. Hatutakiwi kuchukua maji ya wizi. Tumeelewana? Amekufa mtu tunachukulia kwa sababu usi marehemu, hata kama tukichukua hamna shida la nini. Mwenyewe akija tutamwambia tu tulichukua maji tukaoshea. Si ndio? Ile ujirani, hapana. Inatakiwa mwenyewe aridhie
ima ayatoe mwenyewe au aombwe, kwa sababu labda huenda hakuna maji zaidi ya hayo maji aliyokuwa nayo huyo mtu, aombwe. Yasije akachukuliwa maji ya wizi, au kaenda bombani tu ukafungua bomba la watu ukakinga maji, eti ukiulizwa unaenda kuosha nini? Unaenda kuosha maiti. Hapana, unatoa maji yawe masafi na maji yawe ya halali. Na maji yoyote yale, hata unaotumia wewe, unatakiwa utumie vitu vya nini? Vya halali, sio katika vitu vya wizi. Sasa msije mkarahisisha kwa maiti, kwa sababu mnaona akishakufa watu wanakuwa na huruma sana. Hapana. Tumeelewana? Na tukiwa aridhie huyo mwenye kuyatoa hayo maji. Anasema jambo lingine, yani ayyusala fi makani mastura, huyo anayeoshwa aoshewe sehemu iliyositiriwa. Anasema sharti jingine, ayyusilu fi makani mastura, aoshwe katika sehemu iliyositiriwa. Sehemu ya kuoshea maiti inatakiwa iwe imesitiriwa. Wala yambaghi hudhuru man la alaqatan lahu yaghtasilu almayit, haifai kuhudhuria yule ambaye hana alaka au mahusiano na maiti katika kuosha. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye misiba hatutaki ukifika tu kwa sababu ndio unajua hukumu za kuosha, kwa sababu ndio unajua hukumu za kuosha, basi na wewe ukifika tu na unataka uingie chumbani na wewe uanze kuosha au uwasaidie wale ndugu wa marehemu kuosha. Haitakiwi. Inatakiwa aoshe mtu ambaye ana mahusiano na marehemu au amechaguliwa kuosha. Tunaelewana? Tunaingia katika sifa za kuosha. Anasema wasifatul ghusli, sifa za kuosha, hiya an yadha'ahu ala sariri ghasli. Anasema sifa za kuoshwa, awekwe huyo maiti juu ya kitanda, yani kipindi cha kumuosha awekwe juu ya kitanda. Thumma yasu auratahu, kisha asiriwe tupu yake. Thumma yujariduhu min thiyabihi, kisha atolewe nguo zake. Kwa hiyo atawekwa juu ya kitanda, alafu atastiriwa kwa kufunikwa, alafu baada ya hapo atatolewa nguo alizokuwa amevaa. Asema wayuariahu andal uyuni fi hijrati au nahwiha, anasema ahifadhiwe kuonekanwa na macho ya watu katika chumba au katika mfano wa chumba. Kwa hiyo sehemu ya kuoshea maiti inabidi iwe ndani au mfano wa sehemu ambayo akiwa humo hawezi kuonekana. Nasema naishia hapo, nakuja kwenye anasema kaifiyatul ghusli, namna ya kuosha, nakuja sehemu hiyo. Wa sunnatul ghusli arrajulu fi thalathati lafaif, nasema baydha min qutun. Katika sifa ya kuosha mwanaume katika sifa ya kuvishwa sanda, mwanaume anatakiwa avishwe mashuka matatu. Mashuka matatu meupe. Tena hapa imeelezewa nguo yenyewe iwe ya pamba. Anasema ushahidi wa kuvishwa sanda liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, albisu min thiyabikum albayda, wavisheni, vaeni katika nguo zenu nyeupe, fa innaha min khairu thiyabikum, hakika ya nguo nyeupe ni bora katika nguo zenu. Mtume sallallahu alaihi wasallama anatuamrisha tuvae nguo nyeupe. Anasema albisu min thiyabikum bayda, vaeni katika nguo zenu nyeupe, fa innaha min khair thiyabikum, hakika ya nguo nyeupe ni bora katika nguo zenu. Wakafinu fiha mautakum, na muwakafini maiti zenu kwa nguo hizo nyeupe. Kwa hiyo tunaona hapa hivi tunavyowavisha maiti zetu nguo nyeupe ni msisitizo na kauli kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
kwa sababu anatuambia nguo nyeupe ni bora miongoni mwa nguo zetu. Anasema wal unsa, na mwanamke, khamsatu athwab min qutuni, anasema mwanamke anatakiwa avishwe nguo 5, mashuka nguo 5. Nguo za mwanamke zinakuwa 5 tofauti na mwanaume. Mwanaume anavishwa mashuka 3, mwanamke anavishwa nguo 5. Mashuka 2, gauni, gagulo na kilemba. Hizo ndio nguo za mwanamke. Anasema waswabiji fi thawbi wahid wa yubahu fi 3, na kwa mtoto wa kiume anaweza akavishwa nguo 1 lakini inapendeza nguo 3. Inapendeza avishwe mashuka 3 kama alivyovishwa mwanaume. Waswaghiratu fi qamisi wallafafutaini, na mtoto wa kike atavishwa gauni na mashuka 2. Tunakuja wakati salati ala almayiti wa afdaluha wa kaifiyatuha, wakati wa swala ya maiti na ubora wake na namna inavyoswaliwa. Wakati salati ala almayiti yabda ba'da taghsilihi wa takfinihi wa tajhizihi, wakati wa swala ya maiti inaanza baada ya kuoshwa, kuvishwa sanda na kuandaliwa kwa ajili ya kwenda kuzikwa. Fadhluha, qala sallallahu alayhi wasallam, ubora wa swala ya maiti, ubora wa kumswalia maiti. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man shahida janaizatu, mwenye kushuhudia jeneza, hata yusalli alaiha, mpaka akaliswalia, falahu qiratu, anayo yeye qiratu. Wa man shahidaha hatta tadfinu lahu, na atakaye lishuhudia mpaka akazika, falahu qiratani, anayo qiratu 2. Qila, pakasemwa, wama qiratani, nipi hiyo qiratu 2? Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mithilul jabalain al-azimaini, ni mfano wa milima miwili ya Uhdi, milima ya Uhdi mikubwa. Kwa hiyo mwenye kuswalia jeneza atalipwa qiratu 1. Mwenye kuswalia na akaenda kuzika atalipwa qiratu 2. Qiratu 2 ni mfano wa mlima wa Uhdi mkubwa. Kwa hiyo huo mfano wa mlima wa Uhdi ni yale malipo atakayoyapata yeye kwa kuhudhuria msibani, kuswalia maiti na kwenda kuzika. Huyu ambaye ataishia kuswalia, yeye atapata qiratu 1 ambao ni sawa na mlima wa Uhdi mmoja, thawabu atakazozipata. Huyu ambaye atakwenda kuzika atapata qiratu 2 ambao ni sawa na mlima wa Uhdi 2. Kwa hiyo katika jambo hili la kuzika lina malipo makubwa sana, na watu wengi tumeghafilika katika swala la kuswalia. Hapa watu wanakwepa, na asilimia kubwa wanalikwepa hili swala, na asilimia kubwa ni kutokujua. Mpaka sasa hivi kuna watu ambao hawajui kama wanawake wanaswalia maiti. Tulikariri kama maiti kuswaliwa na wanaume tu. Wanawake wengi wakienda msibani hawaswali nini? Hawaswali maiti. Kwa hiyo tunakosa fadhila kama hizi
ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallama ametueleza. Kwa ufupi tutaishia hapa kwa ajili ya tupo nje ya muda. Tuingie katika swala la vitendo. Moja kwa moja tutaanza na swala la kushona sanda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwe makini hapa, tunaanza kukata sanda. Kwa katika tukio hili mwe makini kuangalia ukataji wa sanda kwa urefu wa kawaida ambao wengi tunavaa ni dhiraa 5 au 6, na dhiraa ni kutoka hapa mpaka hapa. Sehemu hii hapa ndio inaitwa dhiraa. Kwa hiyo tunakata dhiraa 5 au 6. Mnaona dhiraa hapa? Mnaona ninavyopima? Tumeelewana? Dhiraa ya pili dhiraa ya 3 dhiraa ya 4 dhiraa ya 5 hii tutaifanya 6. Dhiraa ya 6 tumekata shuka la kwanza. Kwa hiyo haya mashuka mengine hatutopima, tutapima kupitia shuka hili la kwanza, isipokuwa mengine tutayapunguza kidogo, kwa sababu shuka hili ambalo litakuwa refu kuliko mengine ndio litatangulia chini, ili tuweze kutoa kamba za kufungia. Tunapima shuka jingine kupitia ile shuka la pili ambalo lenyewe tulilipunguza kidogo. Katikati kisaniza katikati kutoa nani la kutoa nguo. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi
kukualika pindi itakapofika Korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.